Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Mbona tumetambulisha goalkeeper mpya wa magolikipa? Mimi ni kocha mpya wa magolikipa. Ya, tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa. Jina lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu. Ni mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa wetu. Simba tuna magolikipa wazuri sana. Hasa unahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu. Na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huko. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu kwa sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magolikipa wetu. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio? Hao wengine watatu ambao wanawakilisha Tanzania pia unawaona msimu ukienda wote wanne. Tumejivusha? Kwa mshasema tayari wana Simba watarajie tukiingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona tukiingiza timu nne? Hata sijui. Unajui? Kuna timu nyingine zinashiriki? Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia? Sina taarifa nao. Tanzania kubwa hii kaka. Huwezi kujua mambo yanayotokea mikoani huko si wapi, huwezi kujua. Kwa muda wote wanashirika kinajua kama kuna timu nyingine tatu. Nime concentrate na Simba yangu. Okay. Sijui kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo. Ndo mpinzani wake. Safi, tuko sawa sawa. Singida hujasikia kabisa? Kwa maana yake ya kwanza na anafika hatua ya pili. Singida Black Star. Kama unijui hivi. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Siku pay attention sana kama anashiriki michuano ya kimataifa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Fanyia parade ile Sekafa. Sasa nikawa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Basi wakauita kwa unyama sana. Burundi hapa. Burundi. Sasa tumepata nchi za mchekea. Burundi. Imagine tuenda Burundi, mwingine wapi? Malawi si ni Mbeya alochangamka. Unaweza kupanda basi. Yule mwingine anaenda wapi? Zanzibar. Imagine. Kwa pekee tu ndo tunaenda mbali. Simba tunapitia magumu sana kwa sababu ya ukubwa wetu. Sisi kila mechi finali. Njia yetu ngumu, lakini the hard way is only way. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na jiwe kweli kweli la Gaborone United, lakini tukavuka. Leo tunakwenda kucheza na Nsingizini. Na ni mechi ngumu. Wale Eswatini sio timu ya kawaida. Wana ubora wao fulani hivi ambao tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo na maandalizi tuliyofanya. Tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports Club. Kuombea hata mema.
Labda niiombee dua Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga. Mungu ibariki Singida. Hiyo siwezi kushiriki. Hiyo siwezi kushiriki. Mimi ninachotamani timu nne wote watolewe, tubaki peke yetu. Haya moyoni hiyo kaka. Haina chembe ya unafiki hata kidogo. Na ninachomaanisha hicho. Jamani, asanteni sana.